Ndugu zangu katika imani, walikusanyika hapo kwa jambo gani? Liyashhadu masra'a Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, ili wapate kushuhudia hatima yake sahaba wa mtume aitwaye Khubayb bin Adi. Historia yake ni pana, imeelezwa katika vita ya Badri, muda hautoshi, hatutahadithia hadithi yake. Sa'id ibn Amir ni sahaba gani huyu? Dakhala ala Umar awwal khilafatihi, aliingia ofisini kwa Umar katika siku za mwanzo alipotawazwa kuwa khalifa katika daula ya Kiislamu. Alipokutana naye uso kwa uso, Amiri al-Mu'minin Umar, mtu ambaye alikuwa anaheshimiwa, mtu ambaye alikuwa akiogopewa, alimkabili baada ya salamu, akamwambia, ya Umar, usika an takhsha Allah fi nnasi wala takhsha an-nasi fi Allah. Subhana al-Malik al-Quddus. Anamwambia, Umar bin al-Khattab, ninakuhusia anasema, usika ya Umar, ewe Umar, kiongozi wa dola ya Kiislamu, umeshika dhamana ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Usika an takhsha Allah fi nnas wa la takhsha an-nas fi Allah, na kuhusia umwogope Allah jalla wa ala kwa watu, wala usiwaogope watu kwa mambo ya Mungu. Alimwambia maneno mengi kadiri alivyokuwa akisema. Umar bin al-Khattab machozi yanambubujika, analia. Akamwambia, khudhul ghamarati ila al-haqqi wala takhfu lawmata laimin. Umar, wewe nakuhusia katika wasia uliokuwa ghali, uwe tayari kuchukua lawama katika kusimamia jambo la kweli, lakini usiogope lawama ya mtu yeyote atakayekulaumu. Maneno yalikuwa mengi, lakini kadiri yalivyokwenda Umar akawa yale maneno yanamuathiri katika moyo, na hivi ndivyo walivyoishi masahaba. Katika Hashr aya za mwisho Allah anasema, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, hakika waliathirika kwa kufadhilisha mambo ya wengine kati yao, haidhuru wenyewe walikuwa na shida ya ufakiri. Yani masahaba ilikuwa kama huyu ana kiu, akipewa naye amfikiria wa kushoto ana kiu, kabla hajanywa anampa wa pili, kabla hajanywa ampasia mwingine, ikizunguka huyu aliyetangulia mauti yanamfika, kwa sababu waliweza kuathirika kwa kufadhilishana na kusaidiana baina yao, haidhuru kile wanachokitoa na wao walikuwa wanakihitaji kwa ufakiri. Ndugu katika imani, fatashabbaha in lam takunu mithlahum inna tashabbuhu bilkarami falah, jifananisheni na watu wema kama hawa ikiwa hamwezi kuwa kama wao. Hakika kule kujifananisha na wao ni katika jambo litakalotufanya tuweze kufaulu. Mwenyezi Mungu atujalie min alfaizin. Watukufu wa Islam, baada ya kuyasema haya, Umar aliathirika nini? Alimwambia nini Sa'id ibn Amir? Akamwambia, ya Sa'id ibn Amir, inni muwalluka ila Himsa. Ewe Sa'id ibn Amir, nakuomba nikuteue, nimekuchagua uwe kiongozi wa kunisaidia Uislamu kuenea katika ardhi ya Himsa. Himsa ni katika miji ya Sham. Sa'id ibn Amir alikubali? La. Akamwambia, hapana Umar, endelea kuwa Amirul Mu'minin, endelea kuongoza Uislamu. Mimi nimekuja kukuhusia, mimi nimekuja kukukumbusha tu, haina maana ukumbusho wangu nataka cheo. Neno hilo lilikuwa baya kwa Umar. Umar akamwambia Saidi kwa lugha ya wote, waihakum, ole wenu, wadha'tu amri hadha fi unqi thumma takhallaitu minni, mmelifanya jambo la kuongoza katika Uislamu na kuusaidia Uislamu libaki linaning'inia katika shingo yangu peke yangu, hata hamtaki kunisaidia. Waihakum, ole wenu. Umar kakasirika. Saidi akashtuka, akaona kwa kushtuka huku walikoshtuka isije nikakosa radhi za Allah, kwa sababu hichi alichokisimamia ndicho alichokisimamia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamwambia, tabani, kama unaona lazima niwe basi nakubali.
akakubali, akawa amiri wa kumsaidia kazi katika ardhi ya Himsa. Akiwa amekwenda kule anasomesha watu Qur'an kama walimu wetu wanavyotusomesha, kama maimamu wetu wanavyotusimamia, kama misikiti yetu inavyochukua dhima ya kuweza kuangalia harakati zote za Uislamu. Ikitokea misiba, alhamdulillah mashekhe wamefika. Ikitokezea mtu ana harusi, mashekhe wamefika kuozesha. Almuhimu, mambo yote ya jamii ya Kiislamu, maendeleo ya Waislamu, wamekaa viongozi, wameratibu na wanasimamia kwa uadilifu na uaminifu wa hali ya juu. Ndivyo alivyofanya Said ibn Amir. Likatoka kundi likaja kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Walipofika kwake, Allahu akbar, wanakuja wengine huzuni imewajaa, wengine wanalia, wengine unajua katika wengi kila mmoja asema chochote, mtu anaropoka tu. Umar, huna habari na watu wanyonge. Umar, huna habari na mayatima. Umar, huna habari na wajane. Kila mmoja asema maneno yake. Lile kundi maalum likaja kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ufika akamwambia Umar, sisi tuna shida, tuna matatizo. Uislamu wetu kule hali mbaya, na kiongozi wetu hali yake mbaya, na wewe umekaa hapa Baitul Mali imejaa, huna habari, watu wanateseka, watu wanahangaika. Tumekuja bwana tukwambie, kesho kiyama kuna kazi. Umar, utasema nini kwa Mola wako? Wanamwambia maneno magumu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yafungue masikio yako ndugu yangu Muislamu. Akiambiwa haya, pale pale Umar anawaambia, uktubu li asmaa fuqaraikum hatta asuddu an hajatihim, haraka niandikieni majina ya mafakiri wenu katika mji wenu, hata mimi niweze kuwasaidia katika haja zao. Allahu akbar. Hapa sasa wakaandika majina, ndugu Muislamu, fi fulani bin fulani wa fulani bin fulani wa Said ibn Amir al-Jubahi. Watu waliotoka Himsa wanaandika majina ya mafakiri wa kusaidiwa na Umar. Katika majina hayo, jina la tatu, kiongozi wao, mwalimu wao, shekhe wao na imamu wao katika ardhi ya Himsa. Umar anashtuka, wa man Said ibn Amir, huyu mtu mliomweka nafasi ya tatu ni nani? Qalu amiruna, wakasema huyo ndio amiri uliyemteua wewe atusaidie mambo ya Uislamu. Anauliza, amirukum faqirun, hivi yule bwana ana maisha magumu, ni fakiri kiasi nyie mnaongozwa mnafikiria katika orodha yanayopaswa kusaidiwa awe nafasi ya tatu? Wakasema hivi, naam, la yamurru alayhi al-ayyam tiwal fala yuqad fi baytihi nar, zinapita kwake siku nyingi kiongozi wetu hapa washu moto kwa ajili ya kupika chakula chochote. Hali yake ni mbaya, maisha yake ni hayo. Na wallahi Waislamu, nimesimama katika mimbari tukufu, makamu ya Mtume Muhammad, hawa baadhi ya mashekhe na maimamu wanaotuswalisha na kusomeshea watoto huwapitikia hali kama hizo. Baadhi ya ayam wanaishi hali ya kuwa hawajui ni kitu gani kitapikwa na kitu gani watakula na watoto wao. Hadha huwa, haya ndio hali ya maisha yetu ambao wamejitoa kwa ajili ya dini. Wanafanya mambo ya umma wa Kiislamu, lakini si hatuna habari. Na inawezekana humu ndani kaswali waziri, humu ndani kaswali muhasibu wa manispaa, kaswali na hata habari ya kujua jukumu lake katika Uislamu. Wajaala alfu dananiri fi surarin, Sayyidina Umar akachukua kiasi cha fedha akatia katika fuku, zikajazwa fedha kiasi cha dinari 1000, akawapa wale watu, akawaambia, iqra'u minni salam, kanitoleni salamu kiongozi wenu Said ibn Amir, waqulu lahu, namkamanie, ba'atha ilayka amiri almu'minin bihadha almal litasta'inu ala qada'i hajatik. Kapeleka Sayyidina Umar kiasi cha pesa hizi ziko katika mfuko kwa ajili ya kukizi mahitaji yako, mambo yako, hali zako. Kama una nguo, kama una sikukuu, una chakula, hayo yakakusaidia. Wale wajumbe mbio mpaka kwa Said ibn Amir, wakampa salamu, wakamwambia salamu kutoka kwa amiri muumini, anakusalimu.
Umar yaqra'uka salam, kisha ba'atha ilayka bihadha almal litasta'inu ala qada'i hajatik, kuna kitu kaweka huko ndani kikusaidie hali yako ya maisha. Kafungua ule mfuko, falamma nadhara, alipotazama kilichomo, dinari 1000 pesa zimejaa. Qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, akasema hakika sisi ni wa Allah na kwake Allah sisi tutarudi. Kauli ambayo inaashiria huzuni na msiba. Mkewe alikuwa kajiinamia, asukasuka kama ni ukindu, kama ni mkeka, mbio mpaka kwa mume, anamlaki, anamkumbatia. Ma asabaka ya sayyidi, kimekupata nini mume wangu, kipenzi changu, nini kimekupata? Amata amirul mu'minin Umar, mbona umetoa ishara ya msiba? Sayyidina Umar kashaondoka kama aliondoka mtume? Qala la bal a'zam min dhalika, akasema Umar bado hajafa, yuhai, lakini jambo lililonifanya nikasema maneno ya msiba ni jambo kubwa zaidi kuliko angelikufa Sayyidina Umar bin al-Khattab. Akauliza mkewe, ausiba almuslimina fi wiqa'ah, au wamekufa waislamu wengi, watu 1000 wamepatwa na gharka, wote wamekufa pamoja, hilo ndio linaweza likawa kubwa kuliko kufa kwa Umar mmoja? Qala la bal a'zam min dhalika, akasema hawajafa waislamu wengi mji mmoja, lakini jambo lililotokea mpaka nikatoa ishara ya msiba ni jambo kubwa zaidi kuliko wangelikufa waislamu 1000 katika mji mmoja. Mkewe akamuuliza, wama a'zam min dhalika, sasa jambo gani kubwa zaidi kuliko kufa kwa Umar, kuliko watu 1000 10,000 kufa katika mji mmoja nao ni waislamu? Jambo gani kubwa zaidi ya hilo? Qala Sayyidina Sa'id ibn Amir akasema, dakhala alayya alfitna litufsida akhirati, imeingia katika nyumba yetu fitna kwa ajili ya kuiharibu akhira yetu. Sote tuseme la ilaha illa Allah. Toa sauti yako, sema la ilaha illa Allah. Anamtazama mkewe, uko tayari kunisaidia kuiondosha fitna hiyo ili pepo yetu ibaki salama? Uko tayari? Mkewe anatetemeka, anamwambia naam, niko tayari. Wa hiya la tadri min amri dananiri shay'an, hali yakuwa anamwambia niko tayari kukusaidia, hajui kama kuna dinari 1000 wameletewa wao, na wao maisha yao ni magumu. Fadaa rajuli min qawmi, akamwita kijana mmoja katika vijana wake, akamkabidhi ule mfuko wa fedha, akamwambia hivi, idhhab ila armalatin ali fulani bin fulani wa ila aitan ali fulani bin fulani wa ila mu'jizi ali fulani bin fulani wa ila masakini ali fulani bin fulani fatasaddaqi lillah jalla jalaluhu. Subhana al-Malik al-Qudus anamwambia, chukua pesa zote, nenda pale katika nyumba ya fulani, kuna mjane kafiwa na mumewe, hali yake mbaya, kampe kilichopo. Ukitoka hapo nenda katika nyumba ya fulani, kuna mayatima, katoe kiasi kagawe. Toka hapo nenda kwa wasiojiweza, almu'jizi, watu wasiojiweza, hawana uwezo, kawasaidie. Ukitoka hapo nenda kwa masikini, kawasaidie, kagawe vyote vilivyoletwa katika huo mfuko kwa ajili ya la ilaha illallah. Yule kijana akenda akagawanya, akarejesha mfuko ndani, hauna kitu. Huyu ndio Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu, rajul ishtara al-akhirah bid-dunya, sahaba aliyenunua akhira yake, kainunua pepo yake akiwa hapa dunia. Nakupa kitu ambacho hujapata kusikia, na kama ulisikia ni muda mrefu kikawa kimekushughulisha ukajighafilisha, na kukumbusha sasa baada ya kuwa umesikia, ili uliweke vizuri katika akili yako. Alishtakiwa mambo manne. Alishtakiwa mambo mangapi Sa'id ibn Amir? Mtu mwema huyu. Leo kushtakiwa imamu, mwalimu,
kupewa shutma, kumtia unyonge asiendeleze harakati za dini, ni jambo ambalo limerithiwa kwa watu wema. Katika hayo manne yachukue mawili tu. Alikuja Sayyidina Umar bin al-Khattab kule Himsa, kukaitishwa mkutano mkubwa, Waislamu waje waeleze matatizo yao, na hapo ndio tutamaliza, tufanze dua, tukapate chai. Watu wamekusanyika maelfu. Anauliza, madha tashkuru? Jamani, mlisema mna mambo, je, mwataka kuyasema? Sasa leo ndio siku yake. Huyu kiongozi wenu Saidi yuko hapa na mimi Amirul Mu'minin niko hapa. Hebu naambieni, mnamshuku nini? Ana matatizo gani huyu? Anyosha kidole mtu wa kwanza akasema, ya Amirul Mu'minin, miongoni mwa matatizo ya huyo kiongozi wetu, innahu la yakhruju ilaina hatta ta'ala an-nahar. Huyu kiongozi gani huyu? Kila siku katika maisha yake hatoki kutusaidia, kutusomesha Qur'an, kuangalia watoto, kuswalisha. Siku zote anapotoka hatoki mpaka muda wake huo umekwenda. Yani kama ni asubuhi mapema hatoki akatusaidia, anasubiri mpaka tayari muda ule wa salati duha, saa 3 saa 4 huko Kimwinyi, ndo anatoka anakuja kutusaidia. Hii tabia gani kwa kiongozi? Kwa nini anachelewa? Kwa nini asitoke mapema? Akaulizwa, wanakuchaki hivi, wewe unasemaje kunako jambo hili? Allahu akbar. Ndugu Muislamu, sahaba huyu wa Mtume anamwambia, ya Amirul Mu'minin, innani laysa khadim fi baiti, mimi maisha yangu nayajua, hata nyumbani kwangu sina mfanyakazi wa kunisaidia. Si kwamba nachelewa kutoka kuwasaidia kwa jeuri. Mimi baada salatul fajr nikishamaliza swala, ninachokifanya ndani ya nyumba yangu, fa ujina lahum ajina wa ukbiza lahum khubza, nachukua ngano naikanda, inakuwa tayari, nakata mapande, nakatakata, naweka vizuri, nachoma mikate, nachoma maandazi kwa ajili ya familia yangu. Kazi hizi zinanichukua muda ambao wao wananihitajia, na mimi naondosha udhuru siku ya Kiyama katika familia yangu. Allahu akbar. Ndugu zangu mlioko hapa, nani katika familia yetu walau, sikwambii kupika, walau kumsaidia mke kukatakata vitunguu? Nani? Said ibn Amir anashindwa kuwatokea watu kwa sababu hana mfanyakazi wa kusaidia kazi, naye ndiye Amirul Mu'minina katika ardhi ya Himsa. Anakaa kidogo, anasaidia familia, akitoka tayari jua lishatoka, familia hilo limekwisha. Mwingine nani ana mashaka naye, kanyosha mtu mmoja, kasogea mpaka kwa Amirul Mu'minin, macho yamemtoka, kawiva, anaambia, innahu la yakhruju ilaina fi kulli shahr maratan wahida, katika kila mwezi siku moja huyu hatoki. Huyu mtu jeuri, nimemhesabia mwezi wa kwanza siku moja hajatoka kutusaidia, nimemhesabia mwezi wa pili hajatoka, mwezi wa tatu. Tabia gani hii? Akaulizwa, unasemaje? Akasema, ya Amirul Mu'minin, innani laysa thiyabun illa ilayya, hakika maisha yangu na hali yangu kuwa ni nyonge, Allah ndio anajua. Amirul Mu'minin, nakueleza kutoa aibu yangu kwa sababu wewe kiongozi, mimi sina vazi zaidi ya hili unaloliona. Hiyo siku moja wanaosema mimi sitoki kwa ajili yao, sio kwamba sitoki, najificha ndani, naivua ile, najifunika funika makuti majani, na naisubiri ndani mpaka ikauke. Ikisha kauka navaa, ndio natoka. Kwa hiyo wanaoniona ni wachache, wengi wanakuwa hawanioni, na hiyo ni ada katika kila mwezi. Haya ndio maisha yangu. Utasema nini wewe kesho siku ya Kiyama juu ya maendeleo ya umma wa Kiislamu, juu ya harakati mbalimbali za Uislamu, ikiwa huyu alifikia hapa? Ufunge, mnayo ada tunapokusanyika katika masiku kama haya kuweza kutoa sadaka zetu kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi, mtazamaji wangu wa Saadati TV.